Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Rafiki yangu na ndugu yangu, unaendelea kunifuatilia kupitia mitandao ya kijamii, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ikiwa ni siku nyingine tena tunaonana katika kipindi hiki cha maombi na maombezi pamoja na ujumbe wa neno la Mungu. Nayezungumza nawe naitwa Mwalimu Raphael, na ukaribisha sana ndugu yangu na rafiki yangu. Ikiwa leo tunaanza tena somo jingine katika siku ya kwanza na sehemu ya kwanza ya somo letu ambalo lina kichwa cha somo kinachosema ya kwamba omba kutembea katika maagizo ya Mungu ili uweze kuona matokeo katika kila unachokifanya. Omba kutembea katika maagizo ya Mungu ili uweze kuona matokeo katika kila unachokifanya. Kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 11 na mstari ule wa 8 hata ule wa 9. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 11 na mstari ule wa 8 hata ule wa 9. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo yaangalie maagizo yote ni kuagizayo leo, mpate kuwa na nguvu na kuingia mkaimiliki nchi muivukiayo kuimiliki, nanyi mpate kuzifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi Bwana aliyowapia baba zenu, ya kuwa atawapa wao na kizazi chao nchi imiminikayo maziwa na asali. Nchi imiminikayo maziwa na asali. Nina jambo moja au mawili ya kuzungumza na wewe kwenye kipindi hiki. Jambo la kwanza ninalozungumza nawe, unapaswa kujua ya kwamba Mungu anaposema ya kwamba anakupa maagizo, anamaanisha nini? Tunaposema maagizo, Mungu anamaanisha nini? Maagizo ni maelekezo anayotoa Mungu. Maagizo ni maelekezo anayotoa Mungu kwa ajili ya kukuelekeza ufanye nini katika eneo alilokuweka Bwana Mungu uishi. Maagizo ni maelekezo anayoyatoa Mungu kwa ajili ya kukuelekeza ufanye nini katika eneo alilokuweka Bwana Mungu uishi. Narudia tena, maagizo ni maelekezo anayokupa Mungu kwa ajili ya kukuelekeza ufanye nini katika eneo alilokuweka Bwana Mungu uishi. Nipende kusema jambo moja ya kwamba kila kitu ambacho unakifanya katika ulimwengu huu kina maelekezo yake. Kila kitu katika ulimwengu huu kina maelekezo yake au kina maagizo yake ambayo yanakuelekeza ufanye nini. Iwe ni kazi unafanya, ina maelekezo yake, au ni kuambia kwamba ina mwongozo wake. Sasa ule mwongozo unaouona ni Bwana Mungu ambaye ameuachilia kwako ili uweze kufanya uone matokeo. Sasa mtu mwingine unakuta mwongozo ule ameanza nao vizuri tu, lakini hapo katikati kuna sauti ambazo zimeinuka zikamfanya akaenda tofauti na ule mwongozo aliokuwa nao mwanzo. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 11 na mstari ule 8 anasema hivi: kwa hiyo yaangalie maagizo yote ni kuagizayo leo, mpate kuwa na nguvu. Kwa maana hiyo maagizo ya Mungu yamebeba nguvu ndani yake ya kukuwezesha wewe kupiga hatua mahali ambapo Mungu anakuelekeza ufanye jambo. Yale maagizo ya Mungu yana nguvu. Na unakuta mtu ambaye anaifungua biashara mahali, ile biashara anaifungua akiwa na roho moja, akiwa na nia moja ya kufanya ile biashara, kwa sababu ndani yake yale maagizo anayoyafanya yana nguvu ambayo inamuongoza afanye kile kitu. Kwa hiyo ili adui aweze kuiondoa ile nguvu ya kukuwezesha kufanya ile kazi au kufanya ile biashara au kuingia katika ile ndoa, anachokifanya kwanza ni kupindisha yale maagizo ambayo anakufanya wewe uende katika njia sahihi. Bwana apewe sifa sana. Kwa hiyo unapaswa kuzingatia agizo la Mungu analokuagiza ufanye mahali popote pale unapokuwa, mahali popote pale ambapo unaishi. Iwe ni kwenye mtaa, kuna maagizo ambayo Mungu anaachilia. Iwe ni frame ambayo umechukua mahali, Mungu anaachilia maagizo kwanza kabla hujafungua biashara kwenye hiyo frame ya kwamba fanya jambo fulani. Iwe ni safari, unataka kusafiri, unataka kwenda nje ya nchi, unataka kwenda mahali popote pale, kuna maagizo kabla hujachukua hatua ya
kusafiri, kuna maagizo ambayo Mungu anaachilia kwamba kabla hujasafiri fanya jambo fulani na jambo fulani. Iwe ni maombi, fanya maombi. Iwe ni sadaka, toa sadaka. Mungu anaachiliaga maelekezo. Iwe ni kulisha wajane na yatima, fanya hivyo kabla hujafanya kile ambacho kinafanya nini unatakiwa kukifanya. Nataka nizungumze jambo moja ambalo linaweza likakusaidia kwa sasa. Wewe ambaye umefungua frame yako, lakini ulipoifungua ile frame kuna maagizo ambayo Mungu alikupa. Yawezekana uliyafanya au kuyafanya. Wengine wamefanya lakini wengine hawakufanya. Wengine walienda tu wakafungua frame, na walipofungua frame wakafungua na biashara bila kusikiliza maagizo ya Mungu ambaye anasema nini, ya kwamba ile frame uliyoichukua ikumbuke ya kwamba alikuwako mtu anaishi hapo, au ile frame ni mpya, lakini ikumbuke ya kwamba mwenye ile frame aliyekupangisha haujui ya kwamba yeye anamtumikia Mungu gani, haujui ya kwamba yeye anatumikia aina gani ya Mungu. Inawezekana atumikia waganga, wewe umeenda umefungua, umekutana na shida, biashara imekufa. Kwa hiyo kuna maagizo Mungu anaachilia kwamba unapoifungua hiyo frame, nitangulize mimi kwanza kabla hujatanguliza biashara yako. Siku ya leo natamani nikuongoze maombi ya toba, mahali ambapo uliacha maagizo ya Mungu, ili Mungu akurejeshe tena katika njia ya kuendea maagizo yake. Tutajifunza mambo mengi kuhusu maagizo ya Mungu, kwamba kwenye maagizo ya Mungu kuna nini, kwenye maagizo ya Mungu kuna maelekezo gani. Leo nimekuambia jambo moja la msingi, ya kwamba kwenye maagizo ya Mungu kuna nguvu ya kukuwezesha kuyafanya yale maagizo. Nifuatishe maneno haya. Sema nami, Bwana Yesu, nakushukuru kwa kusema nami katika siku ya leo juu ya maagizo yako, juu ya maagizo yako. Bwana Yesu, ninaomba toba na rehema mahali popote pale nilipoyaacha maagizo yako, mahali popote pale uliposema nami juu ya maagizo yako mimi kuyafanya. Mungu, nikaenda kinyume na maagizo yako. Baba, unisamehe kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Uliachilia maagizo juu ya hii biashara, uliachilia maagizo juu ya hii ndoa, uliachilia maagizo juu ya hii kazi, uliachilia maagizo juu ya utumishi nilio nao. Baba, nikaenda kinyume na maagizo yako. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakuomba siku ya leo unirejeshe tena kwenye njia ya kuyasikia maagizo yako, ya kuyasikia maagizo yako, ili niweze kuona matokeo katika kila ninachokifanya, ili niweze kuona matokeo katika kila ninachokifanya, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, ninakuomba niwezeshe Bwana leo kusimama katika maagizo yako, kusimama katika maagizo yako, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu Yesu Kristo. Bwana Yesu, najua Bwana uliachia maagizo juu ya mtaa huu ambao ninaoishi, juu ya maeneo niliyojenga. Mungu, inawezekana siku yatekeleza. Baba, ninaomba leo niwezeshe tena, ninaomba leo niwezeshe tena, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen, amen. Mungu akubariki sana, na Mungu azidi kukuongeza, Mungu azidi kukuzidisha. Na katika siku hizi ambazo tunaziendea katika somo hili tutajifunza mengi, lakini tutaomba na kuambia utaona matokeo katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Amen, amen.